Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunafurahi kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki maalum kilichoandaliwa na Pastor Bukelebe Ngelela na kinasomwa kwako na Yustasela Jioni. Maisha katika dunia mpya yatakuwa ya kipekee na yenye shughuli nyingi za furaha. Biblia inasema tutajenga nyumba na kuishi ndani yake, tutapanda mashamba na kula matunda yake. Isaya 62:21. Hii inaonyesha kuwa tutakuwa na kazi, lakini si kazi za taabu, bali kazi ya furaha na ubunifu. Kama mtu anapenda kujenga, atalifanya hilo kwa furaha. Kama anapenda kulima, atafanya hivyo bila uchovu. Hakutakuwa na kukata tamaa, kushindwa au hasara. Mahusiano pia yatakuwa kamili. Tutakutana tena na wapendwa wetu waliokufa katika Bwana na tutatambuana. Kama wanafunzi walivyomtambua Yesu baada ya kufufuka, ndivyo nasi tutakavyotambuana. Hakutakuwa na migogoro, chuki au kuvunjika kwa familia. Upendo utatawala kila mahali. Ingawa Biblia inasema hakutakuwa na ndoa kama ilivyo sasa, Mathayo 22:30. Mungu ataweka kitu bora zaidi, mahusiano safi yenye upendo wa kweli usio na wivu wala maumivu. Zaidi ya hayo, akili zetu zitarejeshwa katika hali yake kamilifu. Tutajifunza mambo mapya milele bila kuchoka. Tutachunguza uumbaji wa Mungu, kujifunza kuhusu nyota, mimea na viumbe vyote vya undani mkubwa. Lakini zaidi ya yote tutajifunza kuhusu upendo wa Mungu na wokovu kupitia Yesu Kristo. Hii itakuwa sayansi kuu ya milele, kujifunza rehema na neema ya Mungu. Habari njema zaidi ni kwamba katika dunia mpya hakutakuwa na mambo mabaya tuliyozoea. Hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na huzuni, hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na maumivu, hakutakuwa na hospitali, hakutakuwa na makaburi, hakutakuwa na vita. Dhambi haitakuwepo tena na shetani hatakuwa na nafasi. Ufunuo 21:4. Hii ni ahadi ya uhakika kwamba mateso yote ya sasa yataisha milele. Tumaini hili lina umuhimu mkubwa kwetu leo. Linatupa nguvu ya kuvumilia magumu ya maisha kama vile Yesu alivumilia msalaba kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake. Waebrania 12:2. Nasi tunaweza kuvumilia changamoto tukijua kuwa kuna maisha bora yanakuja. Tumaini hili pia linatupa motisha ya kuishi maisha ya haki tukijua kuwa Mungu ametuandalia urithi wa milele. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, dunia hii si mwisho wa hadithi. Kuna maisha bora zaidi mbele yetu. Mungu anakuita uwe sehemu ya dunia hiyo mpya. Anataka uishi naye milele katika furaha isiyo na mwisho. Swali ni, je, uko tayari kwa maisha hayo? Je, umeweka tumaini lako kwa Mungu? Tunapofikia mwisho wa makala hii, napenda kukuacha na maneno haya ya faraja. Haijalishi unapitia nini leo, kuna kesho iliyojaa matumaini. Mungu hajakuacha na mpango wake kwa ajili yako ni mzuri. Shikilia imani yako, endelea kumtumaini Mungu na tembea katika njia zake, kwa maana thawabu yako ni kubwa. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kupitia Bukelebe TV. Mungu akubariki sana, akulinde na akupe amani isiyozidiwa na kitu chochote. Tutaonana katika vipindi vijavyo. Hadi wakati huo, kaa salama. Endelea kumtumaini Mungu na kumbuka, mbingu mpya na nchi mpya zinakuja. Kwa heri kwa sasa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji.